Habari za wakati huu, karibu sana mtazamaji wa Bugani TV. Niko na makala hapa leo kukusimulia ama kukuhadithia wewe mtazamaji wa Bugani TV. Na huyu si mwingine ni nyota wa Dar es Salaam Young Africans Stephanie Aziz Ki. Alizaliwa nchini Ivory Coast Machi 6, 1996 huku akiwa mpaka sasa na miaka 29. Ni mchezaji wa kitaaluma wa mpira wa miguu anayechezea nafasi ya kiungo mshambuliaji. Pia ni mchezaji wa timu ya taifa ya Burkina Faso. Ana asili ya Burkinabe. Alianza kucheza Burkina Faso mechi ya kirafiki ambapo walipoteza 2-0 dhidi ya Morocco tarehe 24 mwaka 2017. Safari ya nyota huyu Stephanie Aziz Ki. Maisha yake ya soka yalianza mwaka 2015. Katika klabu ya San Roque nchini Hispania. Alipata nafasi ya kucheza michezo 24 na kufunga mabao 2, asisti 3 huku tukimwona amehusika katika mabao 5. 2016 na 2017 alijiunga na klabu ya Amania nchini huko Hispania huku akicheza michezo 13 bila kupata goli lolote. Hivyo unaweza kuona mtazamaji, safari ya Stephanie Aziz Ki ilivyokuwa ina mapito magumu. Kwanza kwamba wanasema kwamba asiyekata tamaa basi mwishowe huvuna matunda yaliyo mema. 2018 klabu ya Omania ilimtoa kwa mkopo kwenda RS Limassol Hispania huko, na hii tu mara baada ya kuona mchezaji huyu amekuwa na wakati mgumu sana, hana mchango wowote kwa kucheza michezo 13 bila kupata goli lolote. Alivyokuwa amefika katika klabu ya RS Limassol ya huko Hispania baada ya kwenda kwa mkopo, tunaona alicheza mechi 5 bila bao lolote. Bado hali ilikuwa ni ngumu kwa mshambuliaji huyu kiungo Stephanie Aziz Ki. 2018 mpaka 2019 tunaona alijiunga na klabu ya Nea Salamina na huku akicheza michezo 5 na hakupata tena bao lolote. Hii tunaona ni kiasi gani Aziz Ki amepitia mapito magumu mno. Vile Januari 2019 tukaona akaamua kurudi nyumbani na kusaini mkataba na klabu ya Athadi ya pale nyumbani kwao kwa ajili ya msimu 2019 mpaka 2020. Msimu ulikuwa bora sana kwake. Ni kama unaweza kusema kwamba alikuwa anapoteza muda. Ndipo Stephanie Aziz Ki akaanza kupata ofa mbalimbali za vilabu mbalimbali, na huku kikiwemo kilabu cha ASEC Mimosa, na kunasa saini yake kwa mwaka 2020-2021. Tunaona akapata nafasi ya kucheza michezo 28, magoli alihusika katika magoli 16 na magoli aliyofunga ilikuwa ni 10 na asisti 6. Baada ya ubora aliokuwa nao Aziz Ki, vilabu vingi kumuhitaji Aziz Ki ikiwemo Young Africans lakini pia Azam FC, vilabu kutoka nchini Tanzania. Julai 15 mwaka 2022 aliamua kusaini Tanzania na klabu ya Young Africans baada ya kuridhishwa na ofa nzuri ambayo walimwekea Young Africans, na hiyo ilikuwa ni dola zisizopungua 2,000. Ni sawasawa na pesa dola 20,000 kumradhi, ni sawasawa na pesa ya kitanzania milioni 59 hivi na pointi zake. Aziz Ki alionyesha kufanya makubwa sana mara tu baada ya kujiunga na klabu ya Young Africans. Tunaona safari yake ya soka ndipo ilipoanza akiwa chini ya klabu ya Young Africans 2022 mpaka 2023 huku akimaliza msimu na mabao 9. Lakini pia vile tunaona alitoa mchango mkubwa sana kwa klabu yake ya Young Africans, hasa kuifikisha timu nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Namna ambapo tunaona Young Africans walicheza kwa kujituma zaidi, lakini pia mchango mkubwa ulikuwa wa Stephanie Aziz Ki, lakini pia na huku wakifanikiwa kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara.
2023 mpaka 2024 alikuwa na msimu mzuri zaidi, huku akiwa na mabao 21 na akitoa tuzo nyingi ikiwemo mfungaji bora na MVP wa Tanzania bara. Huyo ni Stephanie Aziz Ki kwa misimu hiyo na safari yake ya soka ilivyoanza toka mwaka 2015. 2024 mpaka 2025 tunavyozungumza hivi sasa, mpaka sasa amechangia Dar es Salaam Young Africans, amehusika katika mabao 13 huku akiwa amefunga mabao 9 na assist 6 mechi 24. Tunaona safari mpya ya maisha mapya ya nyota huyu Stephanie Aziz Ki, nyota kutoka kule Burkina Faso, na mchezaji pia wa timu ya taifa ya Burkina Faso. Tunamuona ndipo ambapo anaanza safari yake ya kuelekea kule Wydad Casablanca, pale tu mara baada ambapo walikuwa kimhitaji toka msimu huu unaanza na mpaka Dar es Salaam Young Africans kuridhishwa na kile ambacho wamekubaliana na Wydad Casablanca, lakini pia management ya Aziz Ki ndipo ameanza safari. Mchezo wake wa jana ambao alikuwa akicheza katika ardhi ya Mkokwani Tanga pale, tunaona ndio mchezo wa mwisho wa kombe la FA chini ya udhamini wa CRDB Bank. Tunaona mchezo wake wa mwisho alitumia nafasi ya kipekee sana kuwaaga viongozi wake ambao aliishi nao vizuri, lakini pia kuwaaga mashabiki ambao wamekuwa wakidunda naye kwenye shida na raha. Lakini pia Aziz Ki, Mungu alimbariki, tunasema kwamba alijipatia mke wa Kitanzania na kuoa Tanzania, hivyo safari nyingine ya maisha katika soka ikiendelea kuelekea kule Wydad Casablanca. Makala hii imeandikwa na Cosma Constantino na kusomwa na Cosma Constantino, CEO presenter wa michezo.